Unamtolea nani ujicho yako sasa? Tunasubiri nini? Tunasubiri papambazuke vizuri. Na nimebandika chai jikoni. Ngoja tunywe ndio tuanze hiyo safari. Chai tena saa hizi? Tutaenda kutafuna hata miogo huko ya kuchimba, tutafune. Umenielewa? Alafu mama mkwe wako yani unamwachana nani hapa? Afu mwatanga kama mwehu. Yona unaanza kuniuliza mimi sasa hivi eti huyu mama anamwacha na nani? Amtole ujinga mimi hapa sasa hizi. Anaumwa yule lakini. Kwa hiyo ulianza kuingia kwenye utomboi mwenzetu siku hizo umeanza kuwa na huruma. Mwatanga wewe una roho mbaya tena una roho ngumu. Yaani unavyosema roho mbaya. Yaani wewe kama mtakatifu fulani hivi. Mimi sina huo utakatifu. Lakini roho ngumu nilifundishwa na wewe. Wewe si ndio umenifundisha kuanza kuua watu ili nipate utajiri au unajisahau hapo sasa hivi? Wewe umesahau kama ulioa watoto wako wawili wale mapacha wewe. Unajisaulisha hapa sasa hivi. Wewe ushirikina na hiyo roho mbaya si nimefundishwa na wewe? Mwalimu katika kumfundisha mtu anamtoa waziri, anamtoa rais. Wewe umekuwa master wangu. Hebu niambie shemeji Maiti alivyorudi. Alitaka mwanzie mlipoishia ama Mwatanga mimi sitaki mautani yako. Sitaki kabisa, siko hapa kwa ajili ya masiara. Sawa Upo kwa ajili ya nini? Afu kama ujielewi hivyo unakuwa lini wewe lakini? Mimi sina pande mbili wa kike na wa kiume. Au umetoka kunambia hapa mitongoni. Mume wako umemwambiaje? Maana mimi nimeingia usiku kwa usiku. Niambie mwalimu. Nimemwaga tunaenda kwenye harusi. Tunaenda kumfunda mdogo wako. Anaolewa. Na sherehe itakuwa ya siku hizi 2. Kwa tunaanza leo asubuhi, tunamalizia kesho. Na ndio maana nikakuomba uje alfajiri hii kabla hata jua halijachomoza. Sijajijua kumbe mimi ni mfundaji. Tupewe maua yetu wafundaji mahali. Toka hapa na wewe. Yupo shemeji? Yupo ndani ya milala. Maongezi hayasikii ama kuna kitu umemfanyia? Yaani sauti paka ende kafike chumbani. Labda kama atakuwa ameweka kinasa sauti mwenzangu. Hawezi kusikia chochote. Kama kuna kanamna ulichokafanya, niambie. Yaani ningekuwa na namna yote ile ambayo nimefanya Mwatanga, ningeshukuru sana Mungu. Nina mazito mengi. Hebu tulimalize ili kwanza, hayo mengine nitakuja kukusimulia siku nyingine. Kwa hiyo una zaidi ya haya. Mimi nikikaa na jioni ya huruma ila toka nianze kupata stori zako. Mwalimu wangu nakuona huruma. Ni mwanafunzi wangu. Jisahau kama ukimwamsha aliyelala unakuja kulala wewe. Majuto, 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 yananisumbua, yananila moyo. Majuto, inavuja damu. Majuto, majuto. Hii kesi iliyokuleta hapa, ukileta upuuzi unaenda jela. Wewe sio kwenda kumtangaza huyu uchawi mama yako mzazi kakuweka tumboni. Mama nini? Mama wa Msimbazi anauza mandazi. Mjumbe samani. Mimi jana nimerudi zangu matembezi. Nikaambiwa wewe huko unaitwa kwa mjumbe. Nikasema basi sawa mimi niitikie wito. Ndio nimefika nije nisikilize kesi. Mjumbe unachoniambia hapa mimi sikielewi. Unajua kuzuga wewe? Wewe unajua kuzuga wewe. Na nakwambia nikwambie kitu. Hii unaliona dogo hili. Sasa hivi wajumbe wote tumeambiwa na sheria imetoka kwa ibara 19. Sheria mwaka 1972. Kumzalilisha mtu mmoja uchawi ni kumzalilisha mama yako mzazi. Na sasa hivi tumeruhusiwa sisi kuwapeleka nyinyi jela. Wewe ndio ukapumzike jela, ukale ugali wa bure. Mama nini?
Asa hapa kinachokushangaza nini Aziza? Umeona utupu wa chizi hapa? Nakuuliza. Wewe si ndio umetoka umeenda kumwambia shangazi yako mimi nakuloga? Mimi mchawi. Shangazi yako katoka sasa, kaenda kumwambia Hadija. Hadija kaja kuniambia mimi. Unajua kawaambia watu wangapi? Unajua kawaambia watu wangapi? Hapo. Hata kama uchawi mama yako unaujua uchawi mama yako, unatulia nao. Mbona sisi tuko tuna vikongo wetu wana uchawi? Lakini tumetulia nao. Umekota simu mtangaza. Uchawi mbona mambo kawaida, mambo ya mila hayo. Mtume tena mili kwangu jipya jamani wallahi. Wewe acha kuleta nani bwana, hebu tulia wewe. Wewe unamuelewa mjumbe huyo? Kesi yako mbaya. Aziza unajitiaza mtonga majadafu kwa ya kidonda. Aziza kwa swala hili mimi sikusamehe. Nimekuzaa mimi, nimekulea mimi. Aziza sikusamehe. Aziza kusema mimi nakutia nuksi mwanangu. Basi naombeni na mimi nijielezee jamani. Ujielezee nini? Mimi naona huyu nuksi anasema yeye nuksi ya nini? Hebu nifafanue kidogo. Nuksi ya nini? Maana kuna vitu umesema amekusambaza kwa nuksi kwamba hapa. Anasema yeye hapati mume, haolewi, mimi namtia nuksi anazeekea hapa. Mtoto mpuuzi kishenzi huyu. Mtoto mjinga sana unajua. Unamtolea nani macho sasa hapa? Wafundaji. Kwa ulisema kuna umbali kiasi gani kufika huko? Ni mbali. Lakini si uhakika wa kutosha 100%. Na yani tunaweza tukaenda kule, tunaweza kodi na cheo kingine ukawa wewe mwenyewe mganga zaidi ya yule. Afu upoje lakini wewe? Nakwambia serious. Au ya mganga kwa nini usiwe wewe? Nani kakwambia nataka kuwa mganga? Sina shida mimi mwenzako wa kuwa na shemeji maiti. Wala nini? Wewe nimekwambia nimekutambulisha kwamba ni shemeji yako. Nimekwambia ni shemeji yako. Mimi sipendi na utani yako upoje. Yaani sijui upoje huyu. Mimi sipendi utani wa kijinga. Wewe ujue wewe kama ni jiji. Sitaki utani. Mwatanga sitaki utani. Sifanye utani. Punguza sauti. Yaani kama ni jiji. Ile ya grey ile kali yako ndogo. Unajua unahitaji. Wanaita China ndogo. Kule kuna mamasa. Usikute siongei na wewe hapa. Ujitoe fotokopi wewe. Mtondoke huko. Chai basi. Wewe umesema chai ya kazi gani hapa ulisemani? Ni ya mko wawili. Usikute kuna mmoja yuko barazani. Au yuko chumbani mwenzio. Tumo. Nakuogopa. Yaani mimi najitahidi hivi nijichekeshe. Pengine ujitoa fotokopi wewe. Ndio maana naambia si swala la mkoa wako niachane nalo, si nini. Pengine kuna mmoja anabaki, mwingine ndo naenda naye. Kwa mimi ninachokuchekesha hapo na kuchekesha kwenye nini? Wewe ujioni hapo? Ni eti Mwatanga Si bora ya mimi ambaye nilimtoa mama yangu kafara. Sikumzaa mimi ulikuwa uchungu wa watoto wako wawili mapacha. Kwa uchungu. Na maisha yanaenda. Sifatu na maiti. Hebu tulia mshiriki na mwenzangu bwana wewe. Hebu nipe tano. Sitaki. Basi siendi kama utaki. Nini? Tunaenda. Tunaenda. Mwatanga unaenda. Wewe unaenda. Wewe unaenda. Yaani wewe unaenda. Na ndio tunaenda kukukabidhi uganga. Yaani wewe unaenda. Sawa. Wewe mimi ungekuwa mkwe yangu unajua. Nimemfuata mara ngapi wewe? Wewe nimekufuata mara ngapi mjumbe, nataka penzi lako. Nimehangaika na wewe, ungetulia hapa sasa hivi ungekuwa unatishiwa mtaani wewe. Mimi kesi zako zote za madeni hivi ziko nazivunja kama umeme. Zote nazibazua. Mjinga anakuja kukuharibia maisha huyu. Sasa hivi ungekuwa unaheshimiwa wewe. Na rangi mtoto wakati huo rangi mafuta, sio sasa hivi. Rangi unafaa kuiongeza na matatizo kibao sasa hivi. Ujulikani unaenda wapi, uelekei wapi. Jua limekupiga ndio kwa kama mpokea taifa za msiba. Sasa wewe nikwambie kitu kimoja. Huyu shangazi yake anatakiwa afike hapa. Hii kesi siwezi kuiamua bila shangazi yake. Yuko wapi shangazi yake? Kaenda Kibada huko kwenye shughuli. Mimi naomba tuongee kwa Mungu tumpigie. Uongee nini wewe? Simu ya nini? Kesi nzito hiyo. Mjumbe, Aziza usichokijua mwanangu. Jina la uchawi baya. Jina la uchawi bora mtu akwambie umeasilika unakula dawa. Jina la uchawi bora mtu akwambie malaya yule pale anajiuza. Unapiga na hela. Unaenda kumwambia mtu mchawi. Mchawi anakopita ana sehemu maalumu.
Mchawi kwenye pembe anapita, hapiti mlangoni mchawi wala dirishani. Mchawi yeye hata juu ya anga kule anapita. Ukanikabidhi mimi Aziza. Mungu tena mjumbe, mimi siwezi Haya, unajitia nuksi. Kumbe mjumbe huyo hapo kataka kukoa. Mnakataa wanaume, mnataka vaa suruali makalioni. Sio yule mtaolewa leo. Na yule mtoto nani yule bodaboda alikuwa na yuko naye suruali anavalia mtoto kama na tumbo la kualisha. Unampokea mtu namna ile, unampeleka ukweni mtu kama ana tumbo la kualisha, suruali kaiweka huko kwenye makalio kabisa kashi. Ukijua Aziza wewe umefanana na shangazi yako. Wanaume sasa hivi wanataka vipotabo. Sio kama wewe gunia. Na mimi mwenyewe mwembamba. Ameona huyo mwenzie alivyokuwa mwembamba. Mkangu sinaona. Umesikia? Huyo mwenzie alikuja mwembamba. Mwembamba nyewe wewe unajua shahidi huyo tunaenda kumuoa, tumemuoa usiku huyo. Tumemchukua kama msumari, lakini angalia sasa hivi kivyo mtoka kishundu. Unaweza kusema kakibusti. Watu wote wanajua, ndugu zake watu wanajua umekibusti, naambia wewe haja kibusti. Mama shangazi muongo, shangazi nyie ana dhambi, shangazi muongo. Mjumbe, kama ulivyosema. Ili swala mimi nalifunika. Nalingoja hilo kabati la milango mitatu. Siku litakapotua hapa ndo wataniambia kama huo uchawi mwekundu au wa kijani. Mimi nimemaliza. Mimi naomba niongee kitu mjumbe. Mjumbe naomba niongee. Mjumbe nini? Kuna mambo yetu tumezungumza hujaniambia unataka kusema hayo. Yote singevunja vunja. Tembeeni hapo. Momo chao mikoko momo. Momo chao mikoko momo. Momo chao mikoko momo. Unyunya. Unyunya. Amjambo. Unyunya. 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 Wakali wa hizi kazi, wakubwa wa shughuli, wakuu wa nchi. Nimemleta ndugu yangu hapa. Ana matatizo kidogo. Matatizo gani hayo? Kama matatizo ni madogo sisi tunaweza kuyatibu. Kama matatizo ya kibiashara, matatizo ya kumnasa mwizi, sisi hayo matatizo tunayaweza. Sio hayo. Yaani huyu ana matatizo. Dunia kama imemtenga, watu kama wanamzomea, matatizo makubwa. Oh, matatizo makubwa. Si ndio? Na maana dunia inamshangaa. Sasa hapa kuna wakuu watatu. Wakuu wa kwanza utaenda atakutibu, wa pili naye utaenda atakutibu, ila watatu ataenda atakutibu matatizo yako yote yatasambaratisha. Yaani hapo ndo itakuwa mwisho, na kama ulimwengu unakushangaa, hapo ukushangai tena. Huyo ndo kiboko. Mimi ningekutana na huyo watatu. Utaki kwanza na watatu. Unabidi kwanza uanze ngazi za chini, kisha ufuatie ngazi za juu. Hiyo ndo taratibu na sheria za hapa. Na mimi sipendi watu ambao wanapenda vitu vya juu. Anza chini kwanza, taratibu utafika juu. Lakini mafanikio si kitu cha uhakika. Yaani ukiona mpaka umefika hapa, basi jua mafanikio ni uhakika. Yaani kila kitu sisi tunamaliza. Kuwa huru kama upo nyumbani, jisikie kuwa na amani. Hapa tuko pe, wala tuna baya. Na hata ukihitaji urahisi unapata. Momo chao mikoko momo. 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 Momo chao mikoko. Umeua na uliyemuua anakusumbua, na ukifanya masiara anakuzika.
na umelala na maiti, na inaonekana dawa ambayo ulitakiwa kumfanyia hukumalizia. Na ndio maana ikifika usiku wa manane anakuingilia. Mi naomba nisaidie. Tutakusaidia, yaani mpaka umefika hapa, tuna uwezo wa kukusaidia. Utaogeshwa dawa, alafu tutapiga tena ramli ili tujue ni miti gani ambayo inaweza kukusaidia wewe. Umenielewa binti? Hakuna shida, hakuna tatizo. Unaweza kwenda kumwogesha. Mi naweza kuoga mwenyewe, hawa ni wadogo sana. Najua kuwa unaweza kaoga mwenyewe kabisa, lakini hawa watoto hawana dhambi kabisa. Kwa hiyo wakikuogesha unakuwa msafi kabisa. Sawa sawa, Mwogesheni. Mambo yako yawe mepesi, kila unachofanya kifanikishe, milango ifunguke. Yule ambaye atataka kushindana na wewe atashindwa. Yule ambaye atataka kushindana na wewe atashindwa kwa njia yoyote ile ambayo atakujia wewe. Matatizo yako yaishe, usisumbuliwe na mtu aina yoyote, uwe msafi, utakasiki. Kaskazini, kusini, magharibi, kote huko, kila unachofanya wewe lazima utapata. Kote kule ambapo utaenda wewe utapata. Tayari.
nikaona pesa ni njia ya kufika juu, nikawasa